Na mjambo na karibu katika taarifa yetu ya habari za asubuhi hii kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Tunawakaribisha katika taarifa yetu ya habari ya asubuhi ili upate kujua kinachoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile kona zote za dunia kupitia taarifa yetu kamili ya asubuhi. Na kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha unajiabone na comment vile una partage ili wengine endelee kupata habari zetu za kila siku. Wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona kwenye video, kwenye picha, na ukatujuza unaendelea kufuatilia ukiwa sehemu gani, na hapo unaweza kutupatia maoni yako aiza mapendekezo yako. Karibu katika taarifa hii ya habari. Tuanze na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako watu wasiopungua watatu wamefariki dunia na wengine 18 kujeruhiwa vibaya kufuatia mashambulizi ya mabomu yaliyoripotiwa Jumamosi tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2026 katika maeneo mbalimbali ya Shiferia Bahafu wilayani Kale mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na uongozi wa Sokola pili Kivu Kaskazini, mashambulizi hayo yameathiri maeneo kadhaa ndani ya Shiferia Bahavu. Taarifa hiyo inataja kuwa watu watatu walikuwa raia wamepoteza maisha, huku wengine 18 wakipata majeraha makubwa. Hata hivyo, kwa wakati huu idadi hiyo bado ni ya awali na inaweza kubadilika kutokana na uwezekano wa kuwepo kwa waathirika wengine ambao hawajafikishwa katika vituo vya afya au ambao hawajaweza kutambuliwa mara moja. Taarifa za awali zinahusisha mashambulizi hayo na wapiganaji wa M23, lakini madai haya yanahitaji kuthibitishwa zaidi na vyanzo huru. Katika mazingira ya vita vya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taarifa kuhusu upande unaohusika na mashambulizi mara nyingi hutofautiana kulingana na chanzo, hivyo ni muhimu kutenganisha taarifa zilizothibitishwa na madai ya pande zinazopigana. Tukio hili linaonyesha tena jinsi mapigano katika eneo la Kale yanavyoendelea kuwa tishio kubwa kwa raia. Raia imekuwa moja ya maeneo muhimu katika mzozo wa Kivu Kusini kutokana na nafasi yake ya kijiografia na ukaribu wake na maeneo ambayo yamekuwa yakishuhudia harakati za makundi ya waasi na vikosi vya serikali. Kinachotia wasiwasi zaidi katika tukio hili ni matumizi ya mashambulizi ya mabomu katika maeneo yenye uwepo wa raia. Wakati mapigano yanapofika karibu na vijiji na makazi ya watu, hatari ya majeruhi au kuuawa kwa raia au mashambulizi kwa raia yaendelea kuongezeka, hasa pale ambako wananchi hawana muda wa kutosha wa kuondoka katika maeneo ya vita. Majeruhi 18 waliotajwa katika taarifa hii pia wanaongeza mzigo kwa mfumo wa afya katika maeneo ya vijijini ya Kivu Kusini. Hospitali na vituo vya afya katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro mara nyingi hukabiliwa na changamoto za vifaa, dawa, usafiri na usalama wa miundombinu, usalama wa wahudumu wa afya. Kwa mtazamo mpana, mashambulizi haya yanaonyesha kuwa hali ya usalama katika eneo la Kale bado ni mbaya. Ingawa taarifa hii inahusu tukio la siku moja, madhara yake yanaweza kuwa makubwa zaidi ikiwa mapigano yataendelea katika maeneo yenye wakazi wengi au raia wengi. Raia wanaweza kulazimika kukimbia makazi yao, shughuli za biashara na kilimo kusimama, huku familia zikabiliwa na hofu na ukosefu wa huduma muhimu. Tukio hilo linaweza kuongeza hali ya sintofahamu kati ya jamii, hasa ikiwa taarifa zinazohusu nani aliyefanya mashambulizi hayo zitatolewa bila uthibitisho wa kutosha. Kwa sasa taarifa iliyotolewa na uongozi wa Sokola pili Kivu Kaskazini inaonyesha kwamba mashambulizi ya tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2026, yani siku ya jana, huko Buhavu huko Kale, yamesababisha vifo vya raia watatu na watu 18 kujeruhiwa, huku ripoti hiyo ikiwa bado ni ya awali. Jambo muhimu sasa ni kufuatilia hali ya majeruhi, kuthibitisha idadi kamili ya walioathirika na kubaini kwa ushahidi zaidi mazingira mashambulizi hayo. Tukio hili linaweka wazi tena gharama kubwa ya vita kwa raia wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanaendelea kukabiliwa na hatari licha ya jitihada mbalimbali za kisiasa na kijeshi za kutafuta suluhisho la mzozo. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao kikosi kipya kinachodaiwa kuwa sehemu ya MONUSCO kikiwa na jumla ya wahudumu 17 wa ndege na vifaa vyake
kimetumwa katika jiji la Goma, Kivu Kaskazini, Jumamosi tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa, deployment hii inalenga kuimarisha shughuli za ufuatiliaji na uthibitishaji wa utekelezaji wa usitishaji wa mapigano katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, maeneo ambayo yamekuwa yakikumbwa na mapigano na mvutano wa kiusalama. Kuwasili kwa kikosi hicho kunakuja katika kipindi ambacho utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano unahitaji ufuatiliaji wa karibu kubaini iwapo pande zinazohusika zinaheshimu ahadi zao. Katika mazingira ya mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, usitishaji wa mapigano unaweza kuvunjika ikiwa hakuna mfumo madhubuti wa kufuatilia matukio yanayotokea kwenye maeneo ya mapigano. Uwepo wa wataalamu na vifaa vya ufuatiliaji unaweza kusaidia kukusanya taarifa kuhusu matukio ya kiusalama na kusaidia kudhibitisha madai ya ukiukwaji wa usitishaji wa mapigano. Hii ni muhimu kwa sababu mara nyingi pande zinazopigana zinaweza kutoa taarifa zinazokinzana kuhusu nani anayeanzisha mashambulizi au kama makubaliano ya kusitisha mapigano yamekiukwa. Goma ni eneo ya kimkakati kutokana na nafasi yake katika mzozo wa Kivu nzima. Kuimarishwa kwa uwezo wa ufuatiliaji katika eneo hili kunaweza kusaidia taasisi za kimataifa kupata picha pana zaidi ya hali ya kiusalama katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Hata hivyo, uwepo wa kikosi cha ufuatiliaji pekee hauwezi kumaliza mzozo au mapigano. Mafanikio yake yatategemea ushirikiano wa pande zinazohusika, uwazi katika utoaji wa taarifa na utayari wa kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa wakazi wa Goma na maeneo mengine yaliyoathiriwa na vita, matarajio makubwa ni kuona hatua hii inasaidia kupunguza mapigano na kulinda raia na kuweka mazingira bora kwa mchakato wa amani. Kuwasili kwa kikosi hicho cha watu 17 mjini Goma kunaashiria juhudi za kuongeza uwezo wa ufuatiliaji na uthibitishaji wa usitishaji wa mapigano katika Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Kinachofuatia sasa ni kuona kama uwepo huo utasaidia kubaini ukiukwaji wa makubaliano kwa wakati, na muhimu zaidi kuchangia katika kupunguza mapigano na kurejesha usalama kwa raia. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako janga la moto limekumba mji wa jamii ya Chimbwiji katika kijiji cha Nyawera groupement ya Mudusa wilayani Kabare mkoani Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukio hilo lilitokea usiku wa kuamkia Jumamosi tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2026, ambako moto mkubwa ulizuka karibu saa 1 usiku wakati wakazi wengi walikuwa wamelala. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa Societe Civile Force Vive de Mudusa, moto huo ulisambaa kwa kasi na kufikia nyumba kadhaa. Mpaka sasa taarifa ya awali ilionyesha kuwa watu wawili walipoteza maisha huku zaidi ya kaya 100 zikiathirika kutokana na moto huo. Moto huo haukuharibu nyumba pekee bali pia uliangamiza mali mbalimbali za familia na kuacha wakazi wengi katika hali ngumu ya maisha. Kwa mujibu wa taarifa za wenyeji, moto ulianza majira saa 1 usiku. Kwa kuwa tukio hilo lilitokea wakati wakazi wengi walikuwa wamelala, huenda lilichukua muda kabla ya kutambuliwa kwa kiwango kikubwa. Mara baada ya moto kuanza, ulisambaa kutoka nyumba moja kwenda nyingine. Katika mazingira ambayo nyumba zimejengwa kwa ukaribu, moto unaweza kuenea kwa kasi kubwa, hasa wakati hakuna huduma za haraka za kuzima moto. Katika juhudi za kuzuia moto huo usiendelee kuenea, baadhi ya nyumba zilazimika kubomolewa kwa makusudi ili kutengeneza nafasi kati ya nyumba zilizokuwa zikiteketea na zile ambazo bado hazijafikiwa na moto. Hatua hiyo ililenga kuzuia moto usiendelee kusambaa katika eneo hilo, lakini pia ilimaanisha kwamba baadhi ya familia zilipoteza makazi yao katika mazingira ya dharura. Taarifa ya awali zinathibitisha vifo vya watu wawili. Hata hivyo, kutokana na ukubwa wa janga hilo na ukweli kwamba tathmini bado inaendelea, mamlaka za viongozi wa eneo hilo wanahitaji kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini ukubwa
kamili wa hasara. Zaidi ya kaya 100 zimeathirika, jambo linalomaanisha kwamba idadi ya watu wanaohitaji msaada inaweza kuwa kubwa zaidi. Familia zilizopoteza nyumba sasa zinakabiliwa na tatizo kubwa la kupata mahali pa kulala. Baadhi yao pia wamepoteza nguo, chakula, vifaa vya nyumbani, nyaraka na mali nyingine muhimu. Kwa familia ambazo tayari zilikuwa zinaishi katika mazingira magumu, janga kama hili linaweza kuongeza kwa kiasi kikubwa changamoto zao za kila siku. Kinachofanya tukio hili kuwa kubwa zaidi sio tu idadi ya nyumba zilizoharibiwa, bali pia athari zake za muda mfupi na mrefu kwa jamii. Kwanza, makazi ndiyo hitaji haraka zaidi. Familia zaidi ya 100 haziwezi kubaki bila sehemu pa kuishi, hasa wakati wa usiku na katika mazingira ambayo huenda kuna mvua au hali nyingine mbaya ya hewa. Pia kuna swala la chakula na maji. Familia ambazo zimepoteza mali zao zinaweza kukosa akiba ya chakula na vifaa vya kupikia. Tatu, kuna uhitaji la huduma za afya. Watu walioathirika na majanga ya moto wanaweza kuhitaji matibabu, dawa na huduma nyingine za msingi. Pia mazingira ya msongamano katika maeneo ya muda ya kuhifadhi waathirika yanaweza kuongeza hatari ya magonjwa. 4, watoto na watu walio katika mazingira hatarishi wanahitaji uangalizi maalum. Kupoteza nyumba na mali ghafla kunaweza kuathiri sana maisha ya familia na masomo ya watoto. Societe Civile Force Vive de Mudusa imeomba mamlaka, mashirika ya kibinadamu, washirika wa maendeleo na watu wenye moyo wa kusaidia kujitokeza kwa haraka kwa ajili ya waathirika. Mahitaji inayotajwa ni pamoja na makazi, chakula, mavazi, mablanketi, dawa na vifaa vingine muhimu vya maisha. Kwa upande mwingine, kuna umuhimu wa kuwepo kwa uratibu mzuri wa misaada. Katika majanga yanayoathiri kaya nyingi, msaada unaweza kuchelewa au kutowafikia wote iwapo hakuna mfumo mzuri wa kutambua familia zilizoathirika na kupata namna ya kuwafikia. Moto wa Chimpweji ni janga ambalo limeacha athari kubwa kwa jamii ya Nyawera na Mudusa. Watu wawili wamefariki na zaidi ya kaya 100 zimeathiri, huku familia kadhaa zikibaki bila makazi na bila mali zao muhimu. Kwa sasa jambo la msingi ni kuhakikisha waathirika wanapata msaada wa dharura, hasa makazi, chakula, mavazi, mablanketi na huduma za afya. Lakini pia tukio hili linaibua umuhimu wa kuimarisha mfumo wa kukabiliana na majanga katika maeneo ya Kivu Kusini, maeneo ya vijijini, ili pale moto unapojitokeza jamii iweze kujipatia msaada. Kwa familia zilizopoteza kila kitu ndani ya muda mfupi, msaada wa haraka si swala la hiari pekee, ni hatua muhimu na la kulinda na kuwasaidia kuanza tena maisha yao. Asante kwa kuisha nasi taarifa hii ya habari kutoka mashariki mwa DRC. Baada ya kusikiliza matangazo yetu kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, acha ni kuingia moja kwa moja na habari za kimataifa ili pate kujua nini kinachoendelea nje ya DRC. Karibu. Falme za Kiarabu yashambuliwa katika ujia wa bahari wa Hormuz. Watu 7 wauawa katika shambulizi la Israel nchini Lebanon. Na Umoja wa Mataifa asema Ebola yawaua mwathiriwa mmoja kila dakika 30 nchini Kongo. Habari kamili. Tehran. Meli ya kubeba mafuta inayomilikiwa na kampuni ya taifa mafuta na gesi ya Umoja wa Falme za Kiarabu ADNOC ilishambuliwa wakati ikipita kwenye mlango wa bahari wa Hormuz. Haya ni kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya Umoja huo wa Falme za Kiarabu WAMA. Hakuna majeruhi walioripotiwa katika tukio hilo ambalo ni shambulio la 3 dhidi ya meli zinazohusishwa na kampuni hiyo ya ADNOC ndani ya wiki moja. UAE imewahi kuituhumu Iran kwa mashambulizi ya awali dhidi ya vyombo vya usafiri vya majini katika njia hiyo muhimu ya biashara ya nishati duniani, lakini haikutoa maelezo ya haraka kuhusu waliohusika na tukio la karibuni. Wakati huo huo, Iran imekosoa kauli ya Rais wa Marekani Donald Trump aliyedai kuwa Marekani inaweza kutangaza mlango huo wa Hormuz kuwa sehemu ya eneo lake baada ya kuishinda Iran. Katika ujumbe kwenye mtandao wa X, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Kazem Karibabadi alisema mlango huo wa bahari utaendelea kuwa chini ya udhibiti wa Iran. Beirut.
Watu 7 wameuawa na wengine 3 wamejeruhiwa baada ya shambulizi la anga la Israel kulenga nyumba moja katika kijiji cha Ansar kusini mwa Lebanon. Shirika la habari la serikali ya Lebanon na limesema shambulizi hilo lilitokea mapema leo katika eneo la pembezoni mwa kijiji hicho. Idadi hiyo ya vifo inalifanya shambulizi hilo kuwa miongoni mwa mashambulizi mabaya zaidi tangu serikali ya Lebanon na Israel zitangaze makubaliano ya mfumo wa ushirikiano tarehe 26 mwezi Juni. Makubaliano hayo yalijumuisha mpango wa kuondolewa kwa vikosi vya Israel kusini mwa Lebanon kwa sharti la kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran kuweka chini silaha. Hata hivyo, Hezbollah ilikataa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na haikushiriki katika makubaliano hayo. Jeshi la Israel halikutoa tamko la haraka kuhusu shambulizi hilo. Kabul. Uongozi wa Taliban nchini Afghanistan unaadhimisha leo miaka 5 tangu rejea madarakani. Maandamano ya magari ya kijeshi na bendera nyingi katika mji mkuu Kabul. Msemaji wa serikali hiyo ya Taliban, Zabihullah Mujahid, amesema siku hii itakumbukwa katika historia ya Afghanistan, huku mamlaka zikitarajia kuandaa mechi za kriketi na matukio mengine ya michezo ambapo wanawake na wasichana wamepigwa marufuku kuhudhuria. Hata hivyo, maadhimisho hayo yameambatana na ukosoaji kutoka kwa wanaharakati wa haki za binadamu ambao wanasema vikwazo dhidi ya wanawake na wasichana vimeendelea kuongezeka chini utawala huo. Wanawake wamezuiwa kuingia katika maeneo ya umma kama vile bustani, kufanya kazi nyingi, na wasichana pia wamepigwa marufuku kuendelea na elimu baada ya umri wa miaka 12. Mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 23 alizungumza na AFP kwa sharti la kutotajwa jina. Amesema miaka 5 iliyopita imekuwa ya mateso makubwa kiasi kwamba anajihisi kama mwanamke mwenye umri wa miaka 500 ambaye hawezi kufa. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Khartoum. Watu wasiopungua 14 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa kufuatia shambulizi katika mji wa Arda kusini magharibi mwa El Obeid nchini Sudan. Haya ni kulingana na shirika la kiraia la Emergency Lawyers. Shirika hilo limesema vikosi vya wanamgambo wa RSF vilivamia eneo hilo jana Ijumaa na kusababisha mauaji ya raia pamoja na wimbi jipya la wakazi kuyakimbia makazi yao. Wakati huo huo, chanzo ndani ya jeshi la Sudan kimeiambia AFP kwamba jeshi hilo limefanikiwa kuyazuia mashambulizi mawili yaliyofanywa katika maeneo ya Arda na Jabal al-Hashaba na kusababisha hasara kikosi hicho cha RSF. Hata hivyo, taarifa hizo hazikuweza kuthibitishwa kwa njia huru kutokana na ugumu wa kufikia eneo husika na hitilafu za mawasiliano. Mapema, RSF ilidai kuwa imeuteka mji wa Arda katika eneo la Kordofan, ikisema hatua hiyo ni mabadiliko muhimu katika operesheni zake za kijeshi wakati wa vita nchini Sudan. Hatimaye Geneva. Mlipuko wa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umefikia kiwango cha kutisha ambapo mtu mmoja sasa anafariki dunia kila baada ya dakika 30. Haya ni kwa mujibu wa mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher. Katika taarifa iliyotolewa jana Ijumaa, Fletcher amesema huu ndio mlipuko wa Ebola unaokuwa kwa kasi zaidi kuwahi kurekodiwa, na akaonya kuwa hatua za haraka na za pamoja zinahitajika ili kuzuia virusi hivyo kuenea zaidi. Amesema Ebola inaendelea kushinda juhudi za kudhibiti nchini humo na kwamba jumuiya ya kimataifa haiwezi kuruhusu ugonjwa huo kuzidi uwezo wa hatua zinazochukuliwa kukabiliana nao. Wakati huo huo, Fletcher amesema nchi mbalimbali zimechangia karibu dola 300 kwa mfuko wa kupambana na mlipuko huo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. DW. Maoni. Naam, karibu kwenye maoni mbele ya meza duara. Mimi naitwa Mohamed Khelef. Leo tunajadili kile kinachoitwa mkataba wa Maka, makubaliano ya ushirikiano wa kiulinzi kati ya mataifa matatu yenye ushawishi mkubwa katika ulimwengu wa Kiislamu: Saudi Arabia, Pakistan na Uturuki. Mkataba huo uliotiwa saini mjini Maka wiki iliyopita umeibua maswali mengi kuhusu athari zake za kisiasa, kiusalama na kimkakati katika eneo la Asia Magharibi au wengine kuitavo Mashariki ya Kati na hata wengineo katika ulimwengu wa Kiislamu.
Mmoja kuna Marekani na mshirika wake Israel, na kwa upande mwingine kuna Iran pamoja na washirika wake katika ukanda huo. Katika mazingira hayo, wengi wanajiuliza, je, mkataba wa Maka una lengo gani hasa? Je, mkataba huu ni jaribio la kuunda kizuizi dhidi ya Iran, au je ni hatua ya kuimarisha usimamo pamoja kuhusu Israeli na mgogoro wa Palestina? Je, unahusiana vipi na masuala ya usalama katika Bahari Nyekundu, kwa maana bahari ya Sham na Yemen? Na kwa nini Misri ambayo awali ilitajwa kama mshirika mtarajiwa bado hadi sasa haijaonekana kuwa sehemu muungano huu? Tumewaalika hapa wachambuzi wetu mashuhuri, Abdul Fattah Musa akiwa Iran, Tehran, Profesa David Monda akiwa New York, Marekani, na Ibrahim Rahbi akiwa Tanzania katika jiji la kiuchumi Dar es Salaam. Karibuni sana waungwana kwenye maoni mbele ya meza duara. Asante sana. Na tutaanza moja kwa moja kwako Abdul Fattah Musa. Je, mkataba huu wa Maka ni wa ulinzi pekee au unaweza baadaye kubadilika kuwa muungano mpana wa kisiasa na wa kijeshi kwa maoni yako? Hakika ni vigumu sana kutafsiri moja kwa moja katika mtazamo ima kuwa ni chanya au hasi kwa maslahi ya Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran wameuzungumzia muungano huu katika mtazamo chanya, akisema kwamba Iran inaliangalia suala hili kama ni hatua ambayo imekuwa ikipigania siku zote, kwamba nchi za eneo au nchi za ukanda huu wa Mashariki ya Kati au Asia Magharibi ziache utegemezi wa madola ya kigeni na badala yake ziungane pamoja kudhamini usalama wa eneo hili na pia kuwa na ushirika madhubuti katika masuala mbalimbali hususan ya kiuchumi. Kwa hivyo kwa mtazamo wa Iran kirasmi, suala hili limekuwa likitazamwa kwamba ni ile mwelekeo wa kujiri au kudhibiti ndoto ya Iran ya kuona kwamba Marekani inaondoka kijeshi katika eneo la Asia Magharibi na badala yake nchi zenyewe za eneo hili ndizo zinazojidhaminia usalama wao. Lakini ukiangalia hapa ndani Irani pia baadhi ya wanasiasa wakiwemo baadhi ya wabunge wameonekana kutazama mkataba huu kwa mtazamo wa wasiwasi au hata kwa mtazamo hasi, kwamba pengine kama ambacho kimekuwa kinazungumzwa na baadhi ya duru mbalimbali za kisiasa, kwamba huenda makubaliano ya Maka ikawa ni hatua inayolenga kuiandama au kulenga kukabiliana na Iran pamoja na washirika wake wanaoelezwa kama muungano wa mhimili wa mukawama ambao unashirikisha makundi mbalimbali ya mapambano ya ukombozi katika eneo la Mashariki ya Kati, kuanzia Hizbullah ya Lebanon, Hamas na Jihadul Islami Palestina, na vile vile kundi la Houthi huko Yemen, pamoja na baadhi ya makundi likiwemo la Hashdu Shaabi nchini Iraq. Kwa hivyo mtazamo unaonekana hivyo, hasa kwa kuzingatia mashambulio ambayo yamezuka karibuni ya kundi la Houthi kuamua nayo sasa, baada ya mzingiro wa muda mrefu wa Saudia dhidi ya kundi hilo na kuanza harakati za kuandamwa na mashambulizi na vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na Saudia. Kundi la Houthi nalo limeanzisha mzingiro rasmi wa baharini dhidi ya Saudia katika mlango bahari wa Babul Mandab, na hicho ukiachilia mbali hilo vile vile imefanya mashambulio kadhaa ndani ya ardhi ya Saudia. Na kwa mtazamo huo ndio maana hasa kutokana na kuingiliana pamoja hatua hizo za mashambulio ya Wahouthi na kusainiwa mkataba huu, utaonekana kwamba bila shaka mkataba huu unaweza kuwa lengo lake hasa au malengo ya baadaye hasa ni kutaka kukabiliana na kuidhibiti Iran, na si pengine kwa ajili ya kuona kwamba hii ni hatua ya kuanzisha muungano mpya wa kijeshi, kwa kuzingatia kwamba tayari nchi za eneo hili zimeona kwamba Marekani haina uwezo wa kudhaminia usalama wao baada ya kile kilichotokea katika vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran na mapigo ambayo Iran imejibu katika vituo vya Marekani katika eneo hili la Mashariki ya Kati kwa ujumla. Kwa hivyo kwa mtazamo huo tunaweza tukasema kwamba kwa sasa ni mapema kuweza kusema moja kwa moja kwamba mkataba huu ni mkataba ambao una nia njema, na kwamba pengine kwa nini tokea awali haukushirikisha Iran katika suala hili, kwa kuzingatia kwamba Saudia ikiwa ni nchi yenye nguvu kubwa za kiuchumi katika nchi za eneo hili, Uturuki ambayo ina uwezo mkubwa wa kijeshi kutokana na nafasi yake pia kama mwanachama wa shirika la kijeshi la NATO, lakini na Pakistan ikiwa ni nchi ambayo inajulikana kwamba ni nchi ya Kiislamu pekee yenye silaha ambayo ni muhimu sana katika eneo hili. Kwa hivyo pengine ingekuwa kuna nafasi muhimu ya kuishirikisha Iran kama ingekuwa swala hili limetazamwa kwa mtazamo chanya kuhusiana na Iran. Lakini pamoja na yote hayo ni mapema kuweza kutoa hukumu ya moja kwa moja kwamba makubaliano ya Maka au mkataba wa Maka unaweza kuwa lengo lake hasa
ni kujiandaa kukabiliana na Iran, hasa katika kipindi hiki ambapo hali katika eneo la Mashariki ya Kati ni tata, na mpaka sasa Iran inaendelea na msimamo wake wa kufunga au kuzuia shughuli za baharini katika njia bahari ya mlango bahari wa Hormuz, jambo ambalo limeathiri suala zima la kiuchumi kimataifa kwa nchi za eneo hili pamoja na nchi nyingine kimataifa. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Mpindwa msikilizaji na mtazamaji, ikiwa itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa Kiswahili tunasema unajiabona na komante, vile vile una partager ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku. Wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo inaendelea kwenda kwenye video, kwenye picha, na ukatujuza unaendelea kutufuatilia ukiwa sehemu gani, na hapo unaweza kutupatia maoni yako, aiza mapendekezo yako baada ya kumaliza taarifa yetu ya habari kutoka mashariki mwa DRC, vile vile nje ya nchi ya DRC. Asante kwa kuendelea kuwa nasi kila siku kupitia mtandao wetu wa YouTube. Langu jina ni Idi George Idi Elisha, nikiendelea kutangazia kila siku kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News. Asante, chao.